Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto wa Mungu, wapenzi wa Mungu, nawakaribisha tena kusoma neno kama ilivyo kawaida yetu. Inapofika siku nyingine, tunakuja kujisogeza katika uso wa Mungu kwa kusoma neno la Mungu. Leo ndugu zangu, naomba niwaletee neno kuu, uvivu. Mungu apendi watu wavivu, anapenda watu ambao wanazaa matunda. Tujiulize, tunda ni nini? Tunda ni zao lolote kutoka katika mti au kitu chochote chenye uhai. Ukiwa na uhai ni lazima uzae. Usipozaa ujue utaondolewa na bwana shamba. Sasa hapa tunazungumzia bwana shamba ni Mungu, amepanda miti yake, sisi ni lazima tuzae matunda. Amen. Ndugu zangu, tusome neno la Mungu. Nitakwenda kusoma haraka haraka pale, labda nisome neno la Mungu linasema Yohana 15 mstari wake wa kwanza mpaka wa 5 kwa haraka haraka. Mimi ndimi mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huondolewa, na kila tawi lizaalo husafishwa ili kuzaa zaidi. Ninyi mmeshakuwa safi kwa sababu lile neno niliyowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika ninyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, nanyi ni matawi. Atakaye ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya kitu chochote. Kaa ndani ya Bwana sasa ili uweze kuzaa matunda, kwa sababu mti usiozaa utaondolewa. Asanteni.